Baada ya Rais William Ruto kuahirisha ziara yake Ukambani, wakazi wamepaza kilio chao cha kutaka miradi iliyokwama ifufuliwe. Baadhi ya wakazi wa kaunti ya Makueni wakimlaumu Rais William Ruto kwa kusitisha ziara yake ya maendeleo katika eneo hilo. Hata hivyo, wameendelea kumkosoa rais kwa ahadi alizotoa wakati wa maadhimisho ya siku ya mashujaa katika kaunti jirani ya Kitui, wakisema kuwa miradi mikubwa kama vile bwawa la Thwake na mji wa kisasa wa Konza imekwama kwa muda mrefu. Mwandishi wetu wa habari kutoka kaunti hii Brian Zionke anatuarifu zaidi. Ziara ya rais ilipangwa kufanyika katika kaunti zote tatu za Ukambani kwa lengo la kuzindua miradi mipya na kutembelea miradi iliyokwama. Kuna wakuu wa idara wangekuja wazindue hizo miradi na zizidi kuendelea wakati watu wanaomboleza kifo cha Raila. Kwa hiyo, na jambo la pili ningemsihi rais, ni kipindi cha kuchapa kazi. Sisi hatuhitaji kuahidiwa vitu vipya vile vya zamani tulivyoahidiwa vikiwa havijamalizika. Kwa hiyo miradi kama Thwake hiyo tunataka kuona imemalizika kabla hatujaahidiwa mradi mwingine mpya. Na jambo la pili ni barabara hizi ambazo ziliwekwa viraka pia tungependa kuona zimekamilishwa. Kuna mradi mwingine unaitwa Konza Technomopolis, na hiyo mradi bado umejikokota. So Mheshimiwa Rais, tunataka kabla utuongezee miradi ingine kwa hii mambo ambayo imebaki, tunataka hiyo miradi ikamilike. Ukiuliza watu shida ni nini, unawaambia mkuu kwa serikali saizi anatuambia atafanya, na mwisho anakuja kutuambia tuko kwa serikali. Kwa hivyo tunaomba kama kuna kitu yeyote yenye anataka kufanya, wache story mingi. Wakati anakuja ground, akuja anasema sasa nimekuja kumalizia hii Thwake Dam. Ipatie siku 2 ama upatie 1 month, tujue in 1 month kama hujamaliza tutakuuliza swali. Lakini unasema utamaliza na umalizi, tutafanya namna gani? Kwa wakazi hawa wa kaunti ya Makueni, Rais William Ruto kutokuja kuendeleza miradi ambayo ilikuwa imekwama ni njia mojawapo ya kuendeleza kukwamiza miradi hii. Makala ya NTV Mashinani kutoka Kivani, kaunti ya Makueni, mimi ni Brian Nzioki. Na mtazamaji, na taarifa yake Nzioki inatuelekeza kwenye kuu letu la kaunti siku ya leo, ambapo rais amelaumiwa kwa kuahirisha ziara ya kukwamua miradi iliyokoma katika kaunti za Ukambani. Swali letu kwenye mitandao ya kijamii ni je, ni lazima rais awatembelee katika kaunti yenu ili mpate maendeleo? Je, ni lazima rais awatembelee katika kaunti yenu ili mpate maendeleo? Tuangazie jumbe 2-3 ambazo zimezidi kumiminika kwenye mitandao yetu ya kijamii. Namuona Abdurishi Kapoor anasema lakini rais afaa alaumiwe, kwani ameanzisha miradi mingi na haijatamatika ambayo imetupiliwa mbali. Kwa nini anzishe miradi mingine wakati ile ya zamani haijamaliziwa? Hata mimi namlaumu sana, naona wanafuja pesa tu za Wakenya, atalaumiwa tena sana. Ni Abdurishi Kapoor from Mshomoroni, Mombasa. Mwingine hapa anasema Kimera Tuva Saidi, naye anasema rais akisema ifanyike inafanyika hata bila uwepo wake. Mbona azurure ovyo na miradi haitofanyika? Ile pesa ametumia kwa ziara zake, nayo angeiwekeza kwa maendeleo mengine. Maoni yake Tuva. Mwingine hapa anasema Chicha naye anasema sio lazima, anafaa apate maendeleo, ilifanywa kitambo, na kama hatawahi kuja si akose, but maendeleo ni ya maana kumliko. Mwingine hapa ni Kanori Ranju, na yanasema rais ni sura ya nchi, lazima awe, ndiposa maendeleo yatekelezwe kwa ukamilifu. Mwisho kabisa ni Kanori Ranju pia anaendeleza kwa kusema ni lazima, kwani lazima aje ndiposa wanakandarasi wawe ange na kazi yao. Maoni yake Ranju. Hali kadhalika namuona Masumbuo, na yanasema Winfred Atieno, na yanasema la hasha, kwa sababu pesa za maendeleo hutengewe kila kaunti. Sasa niangazie jumbe 2 zingine 3 kwingine. Namuona Moseit Most anasema akae na maendeleo yake, sitaki okay, sijaelewa kauli yake. Naye Jacqueline Chebet anasema Jacqueline Chebet
Anasema anastahili kutembea Kenya mzima, sio kuweka condition. Labda Chebet ungeeleza zaidi unachomaanisha. Tuva kwa mara nyingine anasema rais akisema ifanyike inafanyika hata bila uwepo wake. Mbona azurure ovyo na miradi haitafanyika? Ile pesa ametumia kuzurura nayo angeiwekeza kwa maendeleo mengine. Naye Jamlik Mwendo anasema that is the worst manipulation to be tried on reasoning beings. Kumaanisha msimamo wake ni tofauti kabisa, kwamba si lazima rais elekee kwenye county ili miradi ya maendeleo ifanyike. Mwisho Geoffrey Ndongo anasema sio lazima, kumaanisha kwamba sio lazima rais atembee kwenye county yako ili maendeleo yafanyike. Basi mtazamaji, ndilo swali letu kuu la leo kwenye NTV Mashinani. Je, ndi lazima rais awatembelee katika kaunti yenu ili mpate maendeleo? Ndio yamekuwa malalamishi kutoka kaunti ya Makueni. Kutoka kaunti